Ni wasalimu kanisa la Mungu katika jina la Yesu. Amen. Namshukuru Mungu ambaye amenipa neema na ametupa neema sote kuwemo nyumbani mwake. Tunapopata nafasi kama hizi kuwemo nyumbani kwa Mungu, kumwabudu Mungu, inakuwa ni neema ya pekee. Ni Mungu anakuwa ametupa nafasi, ametupendelea. Si wote ambao wamepata neema ya kuingia nyumbani kwa Bwana, kuabudu na kusifu na kusikia maneno ya Mungu. Lakini sisi Mungu ametupa neema siku ya leo. Mungu wetu wasifiwe. Nishukuru pia kwa maombi, mchungaji ameshazungumza. Lakini nami pia nishukuru kwa maombi kanisa ambayo mnatuombea. Mungu anatusaidia na tunamuona Mungu. Tumekuwepo Singida na tukawepo Katesh jimbo la Manyara na tukawepo tena kwa semina za kanda ya kaskazini ambapo na sisi Tanga tunaingia humo. Tumekuwa na semina na tukamaliza salama. Mimi nilibaki Kilimanjaro, lakini mchungaji alikimbia Mwanza tena kwa huduma. Sisi tukabaki Kilimanjaro. Na baadaye tena tulirudi Dar es Salaam, tukakutana hapo na tukarudi Tanga. Asanteni wazee wa kanisa, mchungaji kwa kutuombea. Na mimi mnabeba mzigo wa kutuombea na mzigo wa huduma. Mungu awabariki sana. Na viongozi wote wa idara mbalimbali na washirika wote, Mungu awabariki sana. Leo ni siku yetu kitaifa katika kanisa la FPCT Tanzania. Ni siku ya mwanamke au sikukuu ya mwanamke. Kwa hiyo katika kanisa letu la FPCT leo, Jumapili ya leo, tunasherehekea hiyo siku yetu ambayo kanisa la FPCT wametupatia siku kama hii. Ni shukuru pia katika ofisi au katika uongozi wa makao makuu kutupatia nafasi hizi kwa wiki mara mbili. Juma la mwanamke mwezi wa 4 tunakuwa na wiki nzima kuanzia Jumatatu mpaka Jumapili na tunapewa nafasi za kuweza kuhudumu. Lakini mwezi wa 8 tunapewa siku moja ya Jumapili. Tunayo sababu ya kushukuru. Mchungaji Mulenga ambaye wewe ni askofu mkuu wa FPCT, shukrani zetu zikufikie na zifikie ofisi yako ya makao makuu kwa kutupatia nafasi kama hii. Mungu wetu wasifiwe. Tuende katika somo letu na muda wetu umekimbia, lakini sitasema kwa urefu sana. Nazungumza kwa kifupi ili tuende na muda wetu vizuri. Somo letu la leo sijalenga wanawake, nimelenga kanisa zima. Sisi wote ni bibi harusi wa Yesu na tunamsubiri siku moja mwanaume wa wanaume atakaporudi kumchukua bibi harusi, ambapo ni mimi na wewe, ni kanisa. Ni mtu ambaye atayatunza maisha yake akimsubiri bwana wake. Tuna mfano mzuri tunapoona maharusi vijana wanapokaribia kuoa, na hata sisi hapa tuna kijana ambaye anakaribia kuoa. Mwezi wa 9 nafikiri tarehe 12 atakuwa anafunga ndoa yake huko Sumbawanga. Anajiandaa vizuri, kijana anakuwa anajiandaa, binti anakuwa anajiandaa vizuri zaidi, akijua yeye ndiye ambaye anachukuliwa, kwamba hapa nikifanya hovyo hovyo nitaachika, bwana wangu hata kubali mimi nikiwa sivyo vile ambavyo anahitaji niwe, nitaachika. Kwa hiyo anajitayarisha vizuri. Na sisi kama kanisa la Mungu wa Kristo tuliookoka, tunayo sababu ya kuyaandaa maisha yetu kila itwapo leo kuwa na maisha matakatifu, kumwishia Mungu, tukijua kwamba ipo siku Yesu atarudi kulichukua kanisa lake, na atalichukua kanisa lililo takatifu, lisilo na mawaa na kunyanzi za aina yoyote. Mungu wetu asifiwe sana. Ninafurahia hivyo kwa sababu naamini kwamba baada ya maisha haya kuna maisha mengine. Maisha ya duniani wakati mwingine yana changamoto nyingi,
yana huzuni nyingi na mapito mbalimbali, lakini baada ya maisha haya siku moja tutasahau kila namna za changamoto tutakapokwenda kuishi na Bwana wetu kule. Ni vizuri kuishi katika maisha ya kumpendeza Mungu. Somo langu nimeliweka hivi: balozi wa Kristo. Balozi wa Kristo. Wewe ni balozi wa Kristo. Unaweza ukaweka kwenye mabano nafasi yako nje ya kuta za kanisa. Nafasi yako nje ya kuta za kanisa. Balozi wa Kristo. Balozi wa Kristo. Balozi wa Kristo ni nani? Balozi wa Kristo ni mtu gani? Au ni mtu wa aina gani balozi wa Kristo? Tutaona huyo balozi wa Kristo anakuwaje. Lakini nikichukua mfano wa kidunia, balozi ni mtu ambaye anatoka kwenye nchi yake au anatumwa kutoka nchi yake na kwenda nchi nyingine, anakwenda kuiwakilisha nchi yake. Yesu asifiwe. Na sisi hapa Tanzania kuna balozi katika nchi mbalimbali. Wapo mabalozi ambao wanatuwakilisha, wanaiwakilisha Tanzania. Serikali imewatuma huko wakapeleke uwakilishi. Na sisi pia wapo mabalozi wa nchi mbalimbali katika nchi yetu ya Tanzania, wanaziwakilisha nchi zao. Kwa hiyo mtu anapokuwa balozi anatumwa, nenda katika nchi fulani, nenda ukatuwakilishe kule. Hajiwakilishi kwa mambo yake binafsi. Huyu balozi ambaye anakuwa ametumwa hawezi akajiwakilisha kwa mambo yake binafsi, bali anawakilisha nchi yake huyu balozi. Na huyu balozi anapaswa kujua msimamo na ujumbe wa nchi yake ambayo imemtuma. Anapaswa kuwa na tabia inayostahili nafasi yake, maana ameheshimiwa. Yeye ni balozi, amepelekwa katika nchi nyingine, hatakiwi kufanya vile anavyotaka yeye. Anapaswa kuwa na tabia inayostahili kwa nafasi yake. Pia anajenga uhusiano mzuri kati ya nchi yake na watu wa nchi nyingine. Anajenga uhusiano mzuri. Haendi kule kwa kujenga uhusiano mbaya, anajenga uhusiano mzuri katika nchi yake na watu wa nchi nyingine. Hafanyi jambo lolote linaloweza kuharibu heshima ya nchi. Balozi anapokwenda kutuwakilisha, hafanyi jambo lolote linaloweza kuharibu au kufanya jambo ambalo silo likaondoa heshima ya nchi. Maana anapoharibu balozi ambaye ametumwa, ataharibu sifa ya nchi yetu, hata kuwa mwakilishi mzuri. Kwa hiyo balozi anapotumwa huwa anakwenda kuwakilisha vizuri, na sio matakwa yake anayotaka, ila kuna taratibu ambazo anakuwa nazo na anakuwa amepewa maelekezo ya kutosha jinsi ya kuiongoza au kuwakilisha nchi yetu ya Tanzania. Lakini sisi ni mabalozi zaidi ya hawa wa duniani. Mungu wetu asifiwe. Sisi mabalozi wa Kristo, sisi ni zaidi. Heshima yetu ni kubwa mbele za Mungu. Unajua mtu anapoitwa tu balozi, yani huu balozi huu wa kawaida tu, si ni heshima? Ni heshima kubwa. Lakini wewe ni balozi wa Kristo, unamwakilisha Mungu. Hii ni heshima kubwa sana. Tunapokuwa balozi wa kumwakilisha Mungu hapa duniani, hiyo ni nafasi kubwa sana. Ubalozi wako, nimetaja sifa za balozi ambaye anakuwa katika nchi. Lakini je, balozi wa Kristo anapokuwa nje ya kuta za kanisa anakuwaje huyu balozi? Unaweza ukawa balozi mzuri hapa ndani,
ukawa mwimbaji mzuri, balozi mzuri, unakuja kwenye ibada unaomba, balozi mzuri, upo tunakuona. Lakini je, unapokuwa nje ya kuta za kanisa, ubalozi wako unakuwaje? Juzi nikaenda mahali fulani, nikapata somo kwamba ni vizuri kuwa mwaminifu mahali popote. Unapoonekana na usipoonekana, wewe ni balozi wa Kristo. Mungu amekuheshimu, amekupa hiyo nafasi. Nikaenda mahali fulani, nilikuwa na shida fulani kumuona mtu fulani. Nikafika pale, yule mtu akawa anaongea na simu. Kama ningekuwa sio balozi mzuri, ningeweza kusema sasa wewe si unisikilize kwanza ndio uweze kuendelea na simu zako. Lakini mimi nikafika, nikakaa, akaongea yeye mwenyewe, akafika mahali akasema, "Samahani mama." Na nikamwambia kuna shida. Akamaliza, alikuwa kwa kweli na mambo ya maana kabisa ya msingi, akaniomba samahani, nilikuwa na mambo ya msingi ambayo nilikuwa naongea, lakini karibu sasa nikusikilize. Akanisikiliza. Mimi simfahamu, kumbe ananifahamu fika. Na ni mshirika hapa kanisani, kwenye ofisi eneo fulani. Unatakiwa kuwa balozi mzuri, mwakilishe Kristo vizuri katika maisha yako. Balozi unapokuwa nje ya kuta za kanisa, unaweza ukafanya ubalozi wako na ukamwakilisha Yesu vizuri kazini kwako pia unakofanya. Haya maisha tu ya kawaida haya. Sisi si mabalozi Unaweza ukawakilisha ubalozi wako vizuri pale kazini kwako unapofanya. Watu wale ambao inawezekana wako chini yako, wako juu yako, wako katikati yako, uko nao, ubalozi wako una uwakilishaje? Maana tayari uko nje na kuta za kanisa. Hakuna mchungaji hapo anayekuona. Mchungaji Mulenga hapo hakuoni. Mzee Mligo hapo hakuoni. Mzee Nyaki hakuoni. Mchungaji Alexi hakuoni. Lakini Yesu anakutambua kwamba wewe ni balozi, amekuweka hapo kazini. Anataka ufanye ubalozi wako vizuri pale ulipo. Kazini kwako unaweza ukafanya ubalozi wako ukawa mzuri. Yawezekana shuleni wewe ni mwalimu unafundisha. Ubalozi wako pale uko nje ya kuta za kanisa. Fanya vizuri ubalozi wako pale kazini kwako, pale shuleni. Najua sisi ni barua ya Kristo. Barua ya Kristo inasomwa na kila mtu. Mimi nasemaga kwamba tunapoambiwa kwamba barua ya Kristo na inasomwa na watu wote, mimi naongezaga hata asiyejua kusoma, barua ya Kristo anaijua kusoma, kwa sababu ni matendo. Nikawaambia mama wachungaji Kilimanjaro kwamba wokovu wetu wakati mwingine si maneno mengi. Maisha matakatifu yanaweza yakawa mahubiri tosha kwa watu wanaokuzunguka, wala si maneno mengi. Lakini unaweza ukawa na maneno mengi ya kushuhudia, lakini matendo yako yakawa si mazuri, hayalingani na mwenendo. Ubalozi wetu tunaufanyaje tunapokuwa nje na kuta za kanisa? Inawezekana wewe ni mfanyabiashara, uko nje na kuta za kanisa. Unawakilisha vipi ubalozi wako pale kwa wafanya biashara wenzako? Unaishije na wafanya biashara wenzako? Wanakutambua kama balozi mwema wa Kristo, au wanakutambua tu kama mbabaishaji pale kazini kwako, pale shuleni unapofundisha, wanafunzi unawafundisha, mwanafunzi unayesoma,
unajiwakilisha vipi kwa wanafunzi wenzio kama balozi wa Kristo? Lazima tuwe wawakilishi wazuri. Hata unapokuwa safarini uko nje na kuta za kanisa, bado unatakiwa kuwa balozi mwema. Nakumbuka miaka ile ya 80 wakati ninaokoka, nilikuwa nikienda kanisani ninashika Biblia yangu hivi, kuwa na ujasiri kabisa, nashika Biblia hivi na unakwenda kanisani. Siku hizi wa ujasiri kama umepungua au ni maendeleo. Inawezekana labda wakati ule hata mikoba ilikuwa sio sana na uchumi labda ulikuwa sio mzuri, lakini sasa hivi kutokana pia na hali tunayoendelea, lazima tukubali mabadiliko. Tunaweka Biblia kwenye mabegi yetu. Zamani unakuta vijana wamewaka wainjilisti wanahubiri, anasafiri Biblia ameshika mkononi, anamwakilisha Kristo. Yeye ni balozi mahali popote, na anaweza akamhubiri mtu ndani ya gari, anamhubiri mtu. Siku hizi tunasema bwana, huo sio ustaarabu, wewe ndani ya basi humu kuanza kuhubiri na nini. Haya, tuache maendeleo, lakini unamwakilisha vipi Kristo ambaye amekupa huo ubalozi? Nirudi tusome andiko kidogo. Nilisema kwamba balozi ni mtu wa namna gani? Tusome katika Petro wa kwanza. Tuende haraka kidogo, mtu mmoja anaweza akawa ananisaidia kusoma. Katika Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 9. Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 9, unaweza ukanisomea hapo. Aliyepata tafadhali. Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 9. Bali ninyi ni uzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake yeye aliyewaita mtoke gizani mkaingie katika nuru yake ya ajabu. Naomba urudie tena. Bali ninyi ni uzao mteule. Bali ninyi ni uzao mteule, ukuhani wa kifalme. Ukuhani wa kifalme, taifa takatifu. Taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu. Watu wa milki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake. Tupate kuzitangaza fadhili zake. Yeye aliyewaita. Yeye aliyetuita. Mtoke gizani. Tutoke gizani. Mkaingie katika nuru yake ya ajabu. Tuingie katika nuru yake. Amen. Mungu asifiwe sana. Hapa katika kitabu cha Petro wa kwanza sura ile ya 2 mstari wa 9 anasema tuuzao mteule, ukuhani wa kifalme. Sisi tuuzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu, ili tuweze kuzitangaza fadhili zake. Wapendwa, sisi tu mabalozi wa Kristo. Sisi ni mabalozi wa Kristo. Ubalozi wetu uende sawasawa na maneno ya Mungu, na ubalozi wetu ili ukae vizuri na tuwe wawakilishi wazuri tunapokuwa katika kuta za nje ya kanisa. Kwanza ni lazima tuwe watakatifu. Hicho ni kitu ambacho hakipingiki. Lazima kuwa mtakatifu, maisha matakatifu ya kumpendeza Mungu. Hayo yatakufanya uwakilishe ubalozi wako vizuri. Itakufanya wewe uwe mwakilishi mzuri pale mahali ulipo. Jambo la pili, kuwa mtu wa maombi. Mtu anayeishi maisha matakatifu lazima atakuwa muombaji. Balozi wa Kristo lazima awe na maisha matakatifu. Balozi wa Kristo lazima awe muombaji. Balozi wa Kristo lazima asome neno la Mungu
ili uwakilishi wake uwe vizuri, asiwakilishe mambo yake yeye mwenyewe. Tumeona mabalozi katika dunia jinsi ambavyo wanakwenda kuwakilisha nchi zao. Mimi nitazungumza watu watatu, nakimbia kidogo kutokana na muda, kwamba balozi ni mtu ambaye anakwenda nchi nyingine na anakwenda kuwakilisha nchi yake katika hiyo nchi nyingine. Nitataja watu watatu ambao wao walifanya uwakilishi mzuri. Mtu wa kwanza ni Yusufu. Yusufu aliwakilisha nchi yake vizuri akiwa Misri. Yusufu aliwakilisha nchi yake vizuri akiwa nchi ya Misri. Huyo alikuwa ni Mwisraeli. Tunafahamu habari ya Yusufu. Baada ya kuota zile ndoto, ndugu zake wakamchukia, ndugu zake wakataka kumuua, lakini wakamuuza. Yusufu akauzwa, akajikuta yuko Misri. Yusufu aliuzwa mara mbili, maana aliuzwa na ndugu zake, na alipofika Misri tena akauzwa, akanunuliwa, akaenda kufanya kazi kwa Potifa. Hiyo ilikuwa ameuzwa kwa mara ya pili. Lakini Yusufu anafanya uwakilishi wake vizuri, akijua mimi ni Mwisraeli, mimi ni Mwebrania, nimekuja katika nchi ya Misri, hakuna anayenijua, lakini mimi ni balozi wa Kristo. Nitasimama katika zamu yangu. Hakuna Misri anayenifahamu hapa, lakini nitasimama kama balozi, nitaiwakilisha nchi yangu vizuri. Yusufu ametoa ushuhuda hapa. Yeye ni Yusufu na mimi namtaja Yusufu wa Biblia. Umetuwakilisha vizuri Dar es Salaam, si ndio? Uendelee kutuwakilisha vizuri na Tanga na mahali pengine. Nimesema tu, nimemzoea huyu ni kijana wetu, ndio maana nimesema na jina linaendana na hilo la Biblia. Na ametuambia ametoka Dar es Salaam, amefanya kazi nzuri, amefanya uwakilishi, ni balozi. Balozi pia tunatakiwa tuwalete watu kwa Yesu. Huo ni ubalozi, na hilo ndilo ambalo Yesu alituachia, kwamba tuwalete watu kwa Yesu, tuwalete watu kwa Yesu. Huo pia ni ubalozi, ni uwakilishi mzuri nje ya kuta za kanisa. Hatuwezi kubakia hapa ndani, lazima tutoke nje ya kuta za kanisa, kwamba mabalozi tulio wazuri tuwalete watu, tulinde heshima ya kanisa letu kuwa balozi mzuri wa kanisa. Tunamuona Yusufu. Nitataja watu watatu tu: Yusufu, Danieli na Esther. Kwa sababu ni siku ya mwanamke, nimemweka na Esther, nisiwache wanawake kabisa. Huyu Yusufu akauzwa katika nchi ya Misri. Lakini kwanza nikitaja Danieli pia Danieli aliwakilisha nchi yake vizuri akiwa Babeli, akawakilisha nchi yake vizuri. Esther aliwakilisha nchi yake vizuri akiwa Babeli, chini ya watawala wale wafalme ambao walikuwa ni wafalme wa nyakati zile. Hawa wakawakilisha vizuri. Hawa watu watatu, wapo zaidi, lakini hawa watu watatu waliwakilisha nchi zao au mataifa yao, waliweza kuyawakilisha vizuri. Tuanze sasa na Yusufu kama ambavyo nimemtaja, ambaye Yusufu alimwakilisha Mungu. Nimeweka kama A. Yusufu alimwakilisha Mungu katika nchi ya Misri. Katika kitabu cha Mwanzo sura ya 39 mstari wa 7 mpaka wa 10, tunaona jinsi ambavyo Yusufu alikuwa mwaminifu na Yusufu alikuwa na hekima. Yusufu alikuwa mwaminifu na alikuwa na hekima. Kwa sababu ni habari ambazo tunazifahamu, ngoja tusisome kwa sababu habari ya Yusufu inafahamika sana. Wewe andika tu sura ya 39 mstari wa 7 mpaka wa 10, hapo ukisoma tutaona
ninazungumza kwa kifupi hapo. Yusufu baada ya kununuliwa tena kwa mara ya pili, anakwenda kufanya kazi kwa Potifa, anakutana na changamoto. Yeye tayari yuko nje ya kuta za kanisa, yuko nje na nchi yake, ametoka kwenye nchi yake, yuko Misri sasa, hakuna anayemfahamu, lakini anafanya uwakilishi ulio mzuri. Yusufu anakutana na changamoto ya mke wa bwana wake, ambapo anafanya kazi pale nyumbani. Mke wa yule bwana akamtamani Yusufu. Biblia inamsifu Yusufu alikuwa ni kijana mzuri, akamtamani, akawa akisema naye siku kadha wa kadha kwamba lala nami, lala nami. Yusufu hakukubali. Alikuwa mwaminifu Yusufu na alikuwa na hekima. Akamwambia yule mama kwamba vitu vyote bwana wangu ameviacha mikononi mwangu, hakuna kitu ambacho hajakiacha, amekiachia vyote, viko chini yangu, isipokuwa wewe tu, na wewe ni mke wa bwana wangu. Siwezi kufanya ubaya huu nikamkosa Mungu. Uaminifu wa Yusufu akiwa Misri ambapo hafahamiki. Ubalozi wetu tunapokuwa nje ya kuta za kanisa, bado tunatakiwa kuwa waaminifu. Siku moja, sijui kama nilizungumza hapa au ni mahali pengine, na kama ni hapa, naposema kwamba kuwa mwaminifu mahali popote. Siku moja nikawa ndani ya basi, ninasafiri, nilikuwa nakwenda mahali fulani. Sikujua kama kuna mtu ambaye ananifahamu, lakini mimi mara nyingi nikisafiri kwenye mabasi ya abiria huwa sipendagi sana stori nyingi, hapana. Huwa ninakuaga na vitabu vyangu, na naweza nikachukua kitabu fulani nikawa ninasoma, na kama nitazungumza naye ni maneno machache na yale ya msingi, sio maneno ya bla bla tu. Umekuta story fulani na nyanyuka, na wewe tayari umekuta hivyo, unaona. Siku moja niko kwenye nikasema leo ngoja nipande daladala niende Kariakoo, acha sichukue na gari, acha nipande daladala. Unajua kujifunza maisha pia ni kuzuri. Nikaenda na daladala. Sasa mmoja anamwambia kwamba, akamwambia mwenzie, hebu fungua dirisha tupate upepo. Akamwambia, ungepanda bodaboda huko kama unataka upepo. Sasa kwenye gari lile nilikuwa nakwenda mahali fulani. Nikafika mimi ninateremka, kumbe wale nao ni wachungaji wako wawili. Kumbe wao waliniona mimi ninapoingia kwenye gari. Unajua wewe ukitangulia kukaa kwenye basi, anayeingia wewe unamuona, lakini wewe huwezi ukaona tena, unaweza ukampita mtu ukaenda ukakaa. Mimi nikakaa pale kituo ninachoshuka, nao wakawa wanashuka. Mimi nimeshuka naendelea na safari yangu, nasikia mama mchungaji Mulenga, mama mchungaji Mulenga. Kwanza akaita mama mchungaji, mama mchungaji. Nikasema mama mchungaji si wako wengi tu. Wakataja jina, ikabidi nisimame na nigeuke. Sema tumekuona wakati unaingia, lakini hatukujua unashukia wapi, lakini imekuwa ni vizuri kituo unachoshukia na sisi tunashukia. Unaonaje kama ungekuwa mlopokaji kwenye yale magari uliopanda, alafu unashuka na wachungaji wamo na wanakufuata kukusalimia? Kuwa mwaminifu mahali popote, wewe ni balozi wa Kristo. Bi yake alimheshimisha Mungu. Yusufu alimheshimisha Mungu. Yusufu alimheshimisha Mungu. Mwanzo 41. Naomba nisomee mstari wa 16. Mwanzo 41 mstari mmoja tu wa 16 tafadhali mchungaji. Yusufu akamjibu Farao akisema, si mimi, Mungu atampa Farao majibu ya amani. Anamheshimisha Mungu. Huyu Farao baada ya kuota ndoto zikamsumbua,
taka kupata mtu wa tafsiri, kakosekana. Lakini mfungwa mmoja akakumbuka, ambaye alikuwa gerezani, naye aliota ndoto. Huyu Yusufu akatafsiri ndoto. Huyu mfungwa akasema, nayakumbuka makosa yangu leo. Nilipokuwa nimekosa, nilipokuwa gerezani, tuliota ndoto. Huyu nafikiri alikuwa ni mnyweshaji huyu ambaye alikuwa anasema. Maana kulikuwa na muokaji na mnyweshaji. Mnyweshaji ndiye alirudi kwa mfalme. Akasema, nayakumbuka makosa yangu. Yupo mtu huko gerezani, niliota ndoto, akatafsiri ya kwamba mimi nitarudi, na ni kweli nikarudi. Yusufu anakwenda, anazungumza kwa mkato. Yusufu anatolewa na kwenda kuchukuliwa gerezani. Bado Yusufu majibu yake anamheshimisha Mungu. Katika ubalozi wetu, Mungu ambao ametupa au ametuwekea ubalozi, tumheshimishe Mungu. Tumpe Mungu utukufu kwa yale ambayo anayafanya kupitia sisi. Mungu asifiwe. Hata tunapoombea wagonjwa wakipona, tumheshimishe Mungu. Sio sisi tunayeponya, bali ni Mungu ndiye anayeponya. Watu wanapookoka, tumheshimishe Mungu. Mungu ndiye anayeokoa, si mwanadamu. Watu wa nchi ya Misri walimkubali Yusufu. Acha watu wakukubali kwa utumishi mzuri, kwa uwakilishi unaofanya. Acha watu wakukubali. Mungu wetu asifiwe. Na watu watakukubali ukiwa mtakatifu, mtu wa maombi, mtu wa kusoma neno la Mungu. Twende si yake. Yusufu alijitambua. Kristo unatakiwa ujitambue. Unatakiwa kujitambua kama Mkristo, unatakiwa kujitambua. Yusufu anajitambua. Baadaye katika kitabu cha Mwanzo sura ya 45 mstari wa 5 mpaka wa 7, Yusufu anajitambulisha kwa ndugu zake ambao walimuuza. Anajitambulisha kwa sababu Yusufu anajitambua hakuwa na kisasi na ndugu zake. Maana alijua kwamba yeye amekuja kuwakilisha nchi yake. Yuko Misri kwa uwakilishi wa nchi yake. Hakutaka visa, alikuwa ni mtu wa kusamehe. Akawaambia ndugu zake, amejitambulisha sasa kwa ndugu zake. Anafika anasema, msihuzunike wala msiumie kwamba mliniuza. Mimi ni Mungu alinitanguliza huku ili nihifadhi maisha ya watu. Mungu ametuokoa sisi, ametutanguliza sisi kutuokoa ili tuwe mabalozi wa kuweza kuwahifadhi watu wengine kuja nyumbani kwa Bwana, wasamehewe makosa yao, waendelee kuishi maisha matakatifu. Mungu atusaidie sana. Yusufu anatoa msamaha. Balozi wa Kristo lazima uwe na msamaha kwa ndugu zako. Lazima uwe na msamaha kwa watu. Usiwe mtu wa visasi. Balozi unayomwakilisha Kristo pia hutakiwi kukasirika bila sababu. Usimkasirikie pia wakati mwingine mshirika mwenzio. Kama kuna jambo liweke wazi tu. Yusufu akajitambulisha, mimi ni yule ndugu yenu ambaye mliniuza, lakini msiumie mioyoni mwenu, ni Mungu alinitanguliza. Wakati mwingine changamoto zinaweza kuja na makwazo, lakini Mungu anataka kukupa nafasi ya kusimama na akupe hatua nyingine kubwa zaidi. Mungu asifiwe. Tunaona kuuzwa kwa Yusufu hakukuwa na hasara, kulileta faida. Uwakilishi mzuri ulitoka katika nchi yao. Mungu alimwamini Yusufu kwamba huyu atakuwa balozi wangu hata katika kuta za nje ya nchi ya Israeli. Anapokwenda Misri bado atakuwa ni balozi mwema na atawakilisha nchi yake vizuri
na atajiwakilisha yeye mwenyewe maisha yake vizuri. Maana tunaona kwa mke wa Potifa amejiwakilisha yeye mwenyewe maisha yake. Kijana wa Agano la Kale, wewe ni Agano Jipya. Twende kwa mtu mwingine, twende kwa Danieli. Danieli alikuwa balozi pia, akawa yuko Babeli akiwakilisha nchi yake ya Israeli. Kiwa Babeli na wenzake bado alikuwa mwakilishi mzuri Danieli. Ninapenda kusoma habari za Danieli, maana zinanifanya pia ninapopata changamoto ninaangalia maisha ya Danieli pia jinsi ambavyo aliweza kumuishia Mungu. Kwanza Danieli alitunza utakatifu wake. Tukisoma katika kitabu cha Danieli sura ya 1 mstari wa 8 mpaka wa 9. Danieli sura ya 1 mstari wa 8 mpaka wa 9. Naomba mchungaji unisomee hapo, lakini nisomee kwanza mstari wa 3 mpaka wa 4, alafu urudi kwenye mstari wa 8 mpaka wa 9. Mfalme akamwambia Ashpenazi, mkuu wa matowashi wake, awalete baadhi ya wana wa Israel wa uzao wa kifalme na wa uzao wa watu mashuhuri. Mstari wa 8 mpaka wa 9. 8 mpaka 9. Lakini Danieli aliazimu moyoni mwake ya kuwa hatajitia unajisi kwa chakula cha mfalme wala kwa divai aliyokunywa. Basi akamwomba yule mkuu wa matowashi ampe ruhusa asijitie unajisi. Amen. Asante sana. Tunaona mfalme akawa ametaka watu ambao watasimama mbele yake au katika maeneo yake, lakini hawa wakina Danieli walichaguliwa, walipendekezwa na wao wawe miongoni mwa hao watu. Jamani, tunasoma Biblia, si ndio? Muda wetu umeenda, siwezi kuanza mbali sana. Lakini walipochaguliwa hawa kwamba watasimama katika nyumba ya mfalme au kwa mfalme, wakaonekana kwamba wachaguliwe vijana ambao walikuwa ni wazuri, wakatajwa sifa zao. Lakini mfalme akasema wapewe chakula kizuri na vinywaji ili wawe wazuri, wapendeze. Vikatolewa. Lakini Danieli akaona hiki chakula ni najisi, mimi siwezi kujinajisi kwa chakula hiki na kinywaji ambacho kinatoka kwa mfalme. Wakamwambia yule msimamizi, sisi tunaomba tusinywe hiyo divai na tusile hicho chakula, tunaomba utujaribu kwa kunywa maji na mtama tu. Huyu msimamizi aliogopa kwamba mimi ninatakiwa kuwapa watu chakula ili waonekane wakiwa wazuri, wenye afya nzuri na sura nzuri za kupendeza. Sasa hawa wanapokataa watanipa mimi kuingia kwa makosa kwa mkuu wangu. Kaambia hicho kitu hakiwezekani. Lakini wakaambia tujaribu kwa siku 10 tu, tutakunywa maji na tutakula mtama. Wakanywa maji na mtama kwa siku 10, wakawa wamewashinda wote waliokuwa wakila kile chakula. Hakutaka Danieli na wenzie kujinajisi. Wakati mwingine sisi tu mabalozi wa Kristo, kuna vitu tunaweza tukaona hiki kitu kitanipa unajisi. Wakati mwingine zile siku 40 za kufunga, labda wewe ni mfanya kazi, nakuta kunatokea kasherehe, na shetani alivyo muongo na mdanganyifu, lakini hatuachi kuzitambua hila zake. Unaweza ukakuta saa nyingine vinatokea visherehe vya ajabu, lakini unalengwa wewe uache siku zako 40 za kufunga, kwamba ule kile chakula, unywe vinywaji vilivyokuwa pale. Kuwa mwaminifu kama Danieli, usijinajisi. Usinajisi siku zako 40 za kumwendea Mungu. Hizo ni Mungu amekupa mwanzoni mwa mwaka. Tunatafuta nguvu za kiroho mwanzoni mwa mwaka, kwamba tunapoendelea tayari tumekuwa tumejiseti katika ulimwengu wa kiroho na ulimwengu wa maombi. Usijinajisi.
hata umefunga mwenyewe binafsi. Nataka kumtafuta Mungu kwa mahitaji yako, kwa mahitaji ya kanisa. Kati mwingine unaamka na njaa ambayo ukiwa hujafunga huamki nayo, lakini utasema sitajinajisi na chakula hiki, nitafunga tu kwa makubaliano ambayo nimeweka nadhiri moyoni mwangu na nimemwambia Mungu kuwa mwaminifu. Wakina Danieli hawakujinajisi kwa chakula. Usinajisike kwa chakula. Wakati fulani, wakati niko Mombo, nikawa nina shughuli nafanya na shirika moja la World Vision. Kulikuwa na pale kwenye tarafa yetu ya Mombo kulikuwa na mradi fulani. Mimi nikachaguliwa kama mwenyekiti wa wanawake katika tarafa, katika umoja wa makanisa, na pia nikachaguliwa kama mwenyekiti wa watoto wa shule za nasari na Sunday school. Nikawa ninafanya na ofisi ambayo ilikuwa pale. Nikawa mwaminifu. Lile shirika Katoliki lilikuwa lina pesa nyingi. Nikapewa pesa kutengeneza vitabu, nikapewa pesa kutengeneza madawati na kusambaza mashuleni, vitabu kusambaza, michezo ya watoto bembea niweze kusambaza katika ile tarafa yetu ya Mombo. Nikapewa pesa. Nikawa mwaminifu na zile pesa. Siku moja nimefanya shughuli, pesa zimebaki, ninarudisha. Wakaniambia, Mama Mlenga, hizi pesa unarudisha za nini? Wewe ni mtu wa kwanza kuturudishia pesa. Nikawaambia, nimeokoka. Mimi ni mwaminifu katika pesa, sina majaribu ya pesa, sina aleji ya pesa. Nikaendelea kuaminika mpaka mradi ukaisha, na nilifanya nao kazi vizuri. Na kijana mmoja akawa yeye anahusika sana upande wa fedha. Tunafanya naye vizuri, ananipa muongozo. Juzi tunamaliza semina Kilimanjaro, akaja kunisalimia. Mimi nimemsahau. Akaniambia, Mama Mchungaji Mulenga, unakumbuka ADP? Mimi si nilikuwa fulani, si tumefanya wote kazi. Ni mchungaji, anachunga pale Moshi mjini, anatawi. Wapendwa, kama nisingekuwa mwaminifu, hata alivyoniona hapa ngasa alikuwa mama mchungaji, lakini hakuwa mwaminifu. Tuwe waaminifu. Danieli na wenzie wakawa waaminifu. Bii yake katika Danieli alimwakilisha Mungu. Utaandika pale Danieli 6 mstari wa 3 mpaka wa 5. Alimwakilisha Mungu huyu Danieli. Alimwakilisha Mungu huyu Danieli. Na Danieli, naomba nisisome hapo, nitoke sasa, muda umekimbia. Wewe andika, utakwenda kusoma. Lakini pia aliwakilisha imani yake. Aliwakilisha imani yake katika maombi yake. Utaandika pale Danieli 6 mstari wa 10. Utasoma mwenyewe kwa wakati wako, hapo muda umeisha, nisiendelee sana. Twende mtu wa mwisho nimalizie, ambaye ni Esther. Esther naye alikuwa balozi pia, aliwakilisha nchi yake akiwa kule Babeli. Esther tunafahamu alilelewa na Mordekai mjomba wake. Alikuwa ni yatima huyu Esther, akalelewa na mjomba wake Mordekai, akawa binti. Lakini siku moja ikatokea nafasi ya umalikia. Tunafahamu vile Vashti ambavyo aliitwa mbele ya mfalme, akakataa, akaondolewa kuwa malikia. Alipoondolewa, katangaza mbiu kwamba kunatakiwa kuwe na malikia. Mordekai akampeleka Esther, na yeye akawa ni mmoja hapo. Esther naye akapokelewa na wale wanaowatunza, lakini Esther akapata kibali na neema. Mungu asifiwe. Unajua kuna kibali na neema.
Tafuta sana kibali na neema. Kibali na neema vitakufikisha mbali. Lakini Mungu anapokupa kibali na neema, tunza hiyo neema, tunza kibali cha Mungu. Wakati mwingine Mungu anapotupa kibali na neema kwa mambo kadha wa kadha, unaweza ukakuta tukaacha kutunza, tukajiona ni sisi sasa tukapanda. Lakini tunza kibali na neema ambacho Mungu anakupatia. Esther akapata kibali na neema. Akachaguliwa Esther akawa malkia kule Babeli. Kawa malkia Esther, kitu ambacho hakuwa amekitazamia. Katika sura ya 2 mstari wa 15, hata ukianza mwanzo pale utakuta habari hizo ambazo zinaeleza Esther. Yaani kumbuka nafasi yako nje ya kuta za kanisa. Hawa walikuwa nje, hawapo nchini kwao hawa wote nao wataja hapa. Lakini walifanya uwakilishi mzuri. Tuwe wawakilishi wa Kristo vizuri. Tuwe mabalozi wa Kristo kwa sababu tumeaminiwa. Esther anakubali kujitoa. Hebu tusomee sasa Esther 4 mstari. Kwa kifupi soma mstari wa 16 na 17 tu. Esther 4 mstari wa 16 na 17. Nenda ukawakusanya Wayahudi wote waliopo hapa Susa. Nenda ukawakusanya Wayahudi wote waliopo hapa Shushani. Mkafunge kwa ajili yangu. Mkafunge kwa ajili yangu. Msile wala kunywa muda wa siku 3. Msile wala kunywa muda wa siku 3. Usiku wala mchana. Usiku wala mchana. Nami na wajakazi wangu tutafunga vile vile. Nami na wajakazi wangu tutafunga. Kisha nitaingia kwa mfalme kinyume cha sheria. Kisha nitaingia kwa mfalme kinyume na sheria. Nami nikiangamia na niangamie. Nami nikiangamia na niangamie. Basi Mordekai akaenda zake akafanya yote kama vile Esther alivyomwagiza. Amina, asante sana. Hapa tunakuta habari moja. Hamani akapanga njama za kuwaua Wayahudi. Kapanga njama na zikawa zimekubalika, zimekaa vizuri, Wayahudi wauawe. Lakini Mordekai akapata taarifa kwamba Hamani amefanya utaratibu, anataka kufanya mbinu Wayahudi wauawe. Hamani, Mordekai aliposikia, akalalua mavazi yake, akajivika gunia, akajipaka majivu, akaenda kwenye uwanja, kalia, akawa anapaza sauti zake, kilio kikubwa. Watu wakashituka kwamba kuna nini, lakini hakuweza kuingia katika mlango wa mfalme kwa sababu sheria ulikuwa huwezi kuingia kwa mfalme ukiwa umejivika magunia na una majivu. Lakini watumishi wa Esther wakapata taarifa, wakamletea Esther habari za Mordekai mjomba wake, wakamueleza kwamba mjomba wako amejivika magunia, amejipaka majivu, yuko uwandani, ana kilio kikubwa. Esther akataka kujua nini Mordekai mjomba wangu, kujivika magunia na majivu na kilio kulikoni? Wakati mwingine tunapokutana na mambo kadha wa kadha, tunaweza tukalalua mavazi yetu, tunaweza tukajivika magunia, tukajimwagia majivu, si kwa kulalua labda kuzichana kama Mordekai, lakini katika hali ya kuanguka mbele za Mungu na kuomba na kulia kwamba Mungu, sikia mahitaji yetu. Mioyoni mwetu tunaweza tumejifunga magunia, tunaweza tumejipaka majivu, kwa sababu tunataka Mungu atutendee, Mungu atukomboe, atutoe katika mateso fulani au katika mahitaji fulani.
Mordekai, Esta akatuma mavazi kwa mjomba wake Mordekai, maana aliona kama aibu fulani, lakini Mordekai alikataa. Na Mordekai alituma ujumbe kwa Esta kwamba Esta yupo pale, yeye anaweza kuwa sababu ya ukombozi wa Wayahudi wasiuawe. Mungu ametuweka hapa Tanga kuwa wakombozi kwa watu wengine. Watu wasife katika dhambi, maana ni chukizo kwa Mungu watu wanapokufa katika dhambi. Tunatakiwa tuwafikie. Kiwe ni kilio chetu, tulalue mavazi yetu, tuone mateso ya watu wa Tanga. Ukijua Tanga ilivyo, tajivika magunia. Ukijua Tanga ilivyo, tajimwagia majivu. Mtu wa rohoni, unanielewa napozungumza magunia na majivu? Unaelewa ninalenga nini? Mordekai alishindwa, akalalua mavazi yake. Wakati mwingine tunapaswa kulalua mavazi yetu. Akamtuma Esta, akatuma wale watumishi. Esta akawa na hofu kidogo. Sisi ni mabalozi, lakini wakati mwingine tunaweza tukawa na hofu na ubalozi tulionao. Tunaweza tukawa waoga, tukashindwa kuwafikia watu. Lakini jivike ujasiri, wewe ni balozi wa Kristo. Esta alivyotumiwa ujumbe akasema, Bwana kamwambieni ni sheria hapa bila siku 30 kuomba kuingia kwa mfalme mpaka ukubaliwe. Huwezi ukaingia hivi hivi, utauawa. Kamwambieni Mordekai mjomba wangu anatambua, hakuna mtu asiyetambua sheria hii. Mordekai anarudisha ujumbe kwamba kama wewe hujui, kwa nyakati hizi Mungu amekuweka ukatuacha sisi Wayahudi tukauawa, Mungu atatutengenezea njia, hatutauawa. Mungu atatutengenezea njia, ila wewe Esta na ukoo wa nyumba yenu mtaangamia. Maana hujui wakati huo Mungu amekuweka hapo kwa sababu gani. Mungu amekuweka hapa kanisani, kuna kusudi maalumu. Amekupa wewe kuwa balozi ndani ya kanisa na nje ya kuta za kanisa, uwe balozi na mwakilishi mzuri. Esta kaletewa huo ujumbe, akaona ujumbe ni mgumu, akatuma ujumbe kwa Mordekai, basi mwambie Mordekai mjomba wangu wajikusanye, wafunge na kuomba, na mimi na watumishi wangu hatutakula wala kunywa usiku na mchana, tutamuomba Mungu na nitaingia kwa mfalme kinyume na sheria. Esta analitetea taifa lake baada ya kufunga na kuomba. Ujasiri wa Esta ambao ulikuwa haupo, Esta anapata ujasiri wa kwenda kwa mfalme. Maombi anatufanya kanisa tupate ujasiri. Maombi anatufanya tuwe jasiri na kuwakilisha, hata tunapokuwa nje ya kuta za kanisa tutawakilisha ubalozi wetu vizuri. Esta analitetea taifa lake. Esta anatetea Wayahudi hawakuweza kuuawa. Maombi yalileta majawabu. Uaminifu unaleta majawabu. Mungu wetu asifiwe sana. Ninapomalizia ujumbe wangu kwa watu watatu ambao nimewataja, nimetaja habari za Yusufu, jinsi ambavyo aliweza kumwakilisha Mungu wake na alijiwakilisha mwenyewe katika nchi ya Misri. Mungu aliweka uthamani. Tunakuja kwa Danieli. Danieli pia alimwakilisha Mungu, lakini na wao wenyewe walijiwakilisha. Esta aliwakilisha nchi yake, lakini na yeye mwenyewe alijiwakilisha, maana aliwatetea Wayahudi na akawa tayari kuingia kwa mfalme kinyume cha sheria,
na akapata kibali na neema machoni pa mfalme. Kumbuka, kibali na neema Esta alianza kukipata mwanzoni alipoingia katika nyumba ile ya kutunziwa. Kwa hiyo alitunza kibali chake, alitunza neema yake, na ndiyo maana mpaka mwisho mfalme anamnyoshea Esta fimbo. Tayari Esta anapata kibali, na Esta analitetea taifa lake. Watu wake Wayahudi wanapona kwa uwakilishi mzuri ndani na nje ya kuta za kanisa. Ni wakati wako wa kujihoji kwamba je, mimi ni balozi wa Kristo? Ninajiwakilishaje mimi mwenyewe ninapokuwa ndani, ninapokuwa nje na kuta za kanisa? Maisha yangu ninajiwakilishaje kwa wale wanaonizunguka, kwa wale ninaofanya nao kazi, kwa wale ninaofanya nao biashara, kwa Wakristo wenzangu hapa kanisani? Mimi mwenyewe ninajiwakilishaje? Je, ninapokuwa nje ninawakilisha vipi kanisa langu? Ninawakilisha vipi nchi yangu? Wapendwa, sisi ni chumvi. Sisi ni chumvi. Katika Mathayo 5 mstari wa 13 unasema kwamba nyie ni chumvi ya dunia na ni nuru ya ulimwengu. Sisi Wakristo ni chumvi ya dunia. Biblia inasema chumvi ikiharibika itiwe nini hata ikolee? Haifai kabisa, bali kutupwa na kukanyagwa nje. Tusiwe chumvi iliyoharibika, tuwe chumvi njema. Ubalozi wetu na uwakilishi wetu ndani ya kanisa la Mungu uwe mzuri, na nje ya kanisa la Mungu uwe mzuri. Mungu atubariki kwa maneno haya. Roho Mtakatifu akupe neema ya kuelewa. Mimi ni mwanadamu, yawezekana nikazungumza usinielewe vizuri, lakini yupo Roho Mtakatifu ambaye ni mwalimu wetu zaidi. Anaweza kuwa mwalimu pale utakapokaa na kuketi na kutafakari. Kwa kumheshimu Mungu, niombe tusimame na niombe mchungaji anisaidie kuomba. Yesu Kristo, tunaomba na kunyenyekea Bwana. Tunanyenyekea Bwana tunapoombeana mchana wa leo. Mungu, ninakushukuru kwa yote katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Asante hata kwa mnenaji ambaye amenena neno lako Bwana, tunamuombea neema yako isipungue Bwana. Asante kwa kiongozi wa ibada. Asante kwa kila jambo lilofanyika mahali hapa mchana wa leo. Mungu, tunakushukuru na kutukuza kwa sababu wewe ni Mungu, katika jina la Yesu Kristo, na watu wote waseme amen. Amen, amen, amen. Tupigie Bwana Yesu makofi ya sifa na shangwe. Asante sana, asante sana. Unaweza kuketi pale ulipo. Mungu ametupa nafasi njema mchana wa leo. Naamini kabisa ukuwepo hapa kwa bahati mbaya. Kama uliweka moyo wako vizuri, ninaamini kabisa Mungu atakuwa anakupa hatua moja kwenda hatua nyingine. Wewe ni mwakilishi, wewe ni balozi. Wakati mama mchungaji anafundisha, nimekuwa nikikutana na matukio hayo mara kwa mara. Kuna watu wengine nimewasahau, sasa ni miaka mingi sasa. Na watu wengine hata ninawasahau, lakini wao wananikumbuka na wanaweza wakanishtua mahali ambapo hata sikutegemea. Na inatokea tu kila mara. Nasikia mtu anasema, baba askofu. Na sasa unashangaa. Na ndio maana saa nyingine napenda miwa, lakini naogopa hata kula miwa saa nyingine. Sasa unaweza ukala mua mahali mtu akaanza alafu anakushtua baba askofu. Nilipata kisa kimoja siku moja. Rafiki yangu mmoja yuko Dar es Salaam, mchungaji. Wakati ule mambo ya usafiri mgumu sana. Anakaa ngoja nisitaje anakokaa, lakini anakaa Dar es Salaam. Sasa wakati wa kupanda daladala, unajua alikuwa hajapata gari wakati huo. Anapanda daladala. Sasa kupanda daladala ni kuvamia. Anajaribu kuomba Mungu pale akemee. Kuna vitu vingine sio vya kukemea, yani havitoki. Watu wakija daladala limejaa. Wengine wanaingia kwenye madirisha, wengine wanaingia mlango. Wanatumia ubabe. Sasa akaona anachelewa. Wakati daladala imekuja naye akajitinga dirishani, akaingia na watu wengine wakaingia. Sasa anasema nyuma yake mtu mmoja ananiita, baba mchungaji, anamuita mchungaji. Mchungaji sasa nikajikausha, nikaona hapa kuitikia mchungaji na nimepanda dirishani haitakaa vizuri. Ilikuwa Jumamosi. Kesho yake kanisani anaambia,
mchungaji, jana wakati unaingia kwenye daladala, kabisa na wewe unaangalia sasa pale unaitana mchungaji kwenye daladala. Ni kama la kuchekesha, lakini unapaswa kuwa mwaminifu mahali popote. Sawa jamani, Mungu amekuheshimu, Mungu amekupa nafasi. Heshimu hiyo nafasi. Heshimu hiyo nafasi. Mwakilishe Bwana. Fanya ubalozi wako vizuri. Wewe sio mtu wa kawaida. Na unajua balozi ana heshima zake, analindwa. Sisi tunalindwa na Mungu. Tukiwa mabalozi tunalindwa na Mungu. Mungu anasimama pamoja na sisi. Wakati mwingine anakuepusha tu hapo, watu wanapotaka kufanya mambo mabaya juu yako anakuepusha. Utakwepa mambo yako mengi, kuna majaribu kila namna, lakini simama, wewe ni balozi wa Bwana. Nasema simama, Mungu anakuheshimisha wewe. Alafu mabalozi wana promotion nyingi, yani kuna vitu Mungu atakuwa na kuinua tu unavyofanya ubalozi wako vizuri. Utashangaa Mungu anakufanyia mambo ya ajabu sana. Kwa tunashukuru Mungu kwa siku ya wamama, au siku hii ya wanawake, tuseme sio wamama tu, wanawake kitaifa. Tunafikia kuhitimisha hii siku ya leo. Mama mchungaji, Mungu akubariki kwa kujiandaa, na ninyi pia mbarikiwa ambaye mlimpa mama nafasi ya kusimama na kusema ujumbe huu. Bwana wa mbinguni awabarikieni.